Kuna mtu imefika sehemu naamini katika vitu alivyonavyo. Kutokana na hela imempa kiburi, pesa zimempa kiburi. Yeye anajua kwamba nikiona shida hii nitaenda kwenye pesa, pesa zinaweza kunisaidia. Nikiona shida fulani nitaenda kwa babangu anaweza kunisaidia. Ni kwa sababu huyu mtu ana watu wenye nguvu. Huyu mtu ana vitu vyenye nguvu, lakini bila kujua kwamba mali zina ukomo wa msaada. Watu wanaweza kukusaidia sehemu fulani, kuna sehemu zingine wanaweza kukusaidia. Mali inaweza kukusaidia sehemu fulani, mali haiwezi kukurudishia mchumba aliyepotea. Mali inaweza ikakupa mchumba ambaye hakupendi, ambaye anazipenda mali zako. Kwa makini sana mtumishi wa Mungu, na watu wanaokuja kwenye maisha yako wanapenda kitu gani kwenye maisha yako? Je, wanakupenda wewe au wanapenda vitu ulivyo navyo? Je, wanakupenda wewe au wanapenda ule msaada ambao unaweza kuufanya kwenye maisha yako? Kuna mtu mwingine anakupenda ni kwa sababu kuna kitu fulani unaweza kufanya kwenye maisha yake. Yaani akihitaji mtu wa kumwombea, wewe upo kwa ajili ya kumwombea. Akihitaji mtu wa kumpa pesa, wewe upo kwa ajili ya kumpa pesa. Kwa hiyo unajikuta kwamba anakupenda sio kwa sababu ya wewe, hapana, ila anakupenda ni kwa sababu ya vitu ambavyo uko navyo. Nisikilize mtumishi wa Mungu, jifunze kumthamini sana mtu ambaye amekuthamini wakati uko chini, wakati haujainuka. Yeye ni rafiki wa kweli, yeye ni mtu wa kweli, yule aliyekuthamini kipindi ambacho ulikuwa uko na njaa.